Wenzangu, ndugu zangu, kipindi kilichopita kama wiki 2 wiki 3 tulikuwa na changamoto ya maandamano. Naomba kwa sasa hivi wametuambia tena watakuja tena tarehe 9 kufanya jambo lile tena. Nawaomba jamani, tuipongeze serikali yetu kwa kazi nzuri wanaoifanya. Mama yetu Samia Suluhu anajitahidi kadri ya uwezo wake na Mwenyezi Mungu anavyomwezesha. Nchi yetu ni nchi ya amani. Tujaribu sisi sote kuilinda amani hii, tuweze kuwa nayo na iweze kudumu. Kwani tumeona wenyewe hali tuliokuwa nayo ndani ya siku 2 mpaka wiki 1. Tulikuwa watu wa kuishi ndani bila kutoka nje, hatuwezi kutoka kwa wakati, mambo yetu yalikuwa ni magumu. Bado kidogo tu tumesalia tufe kwa njaa. Je, hali hii tukitaka iendelee, kweli tutakuwa si ni binadamu? Tutaishi katika mazingira gani? Niwaombe ndugu zangu, wazazi wenzangu, tuwaase vijana wenzetu, hao vijana wetu hao waache kupokea maneno yasiyofaa. Kwani haya maneno wanayoyapokea wao hawataweza kuwasaidia kitu chochote. Sana sana itawapa athari wao kutoweza kufanya kazi zao kwa wakati na wala kupata riziki zao. Waliona kama bodaboda wamepewa shilingi 200, lakini ile 200 imeweza kuathiri kwa kipindi kirefu. Mafuta walikuwa wananunua lita moja shilingi 15,000, na hata wakipata mafuta kwa shilingi 15,000 bado walikuwa hawawezi kufanya kazi zao kwa uzuri. Wakitoka kidogo risasi zimepigwa, wakifanya hivi mambo yametokea ya ajabu. Kwa kweli tuzidi kuasa vijana wetu wasijiingize kwenye makundi yasiyofaa. Tushikamane wote kwa pamoja na tumpongeze rais wetu, tuipongeze serikali yetu. Jamani, amani ni kitu muhimu sana. Amani yetu ni nzuri. Tusiipoteze amani yetu. Amani hii tukiipoteza kuja kuirudisha kwa kweli ni gharama kubwa sana. Tuendelee kuilinda, tuendelee kushikamana, tukemee vitendo vyote vya ajabu ambavyo vinajitokeza mbele yetu, mbele ya sura yetu, mbele ya serikali yetu. Asanteni sana. Na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Saizi wa Tanzania wangekuwa bado wamejifungia ndani, lakini kwa ujasiri wako uliamua kuwa watoke waendelee na shughuli. Matokeo yake ndio kama hivi. Matokeo yake ndio kama hivi. Wajukuu zako leo wanafanya mahafali ya kuhitimu shule ya awali. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Watanzania katika kata ya Makurumla wanaenjoy uongozi wako mzuri. Wajukuu zako hapa wanakula keki katika kuadhimisha shule yao ya awali, na sasa wanakwenda kuanza shule ya msingi. Hongera sana Mheshimiwa Rais. Ubungo Media tupo live kata ya Makurumla, mtaa wa Kagera, ambapo kuna mahafali ya shule ya awali. Viongozi wa chama tawi la Kagera wanafurahia maamuzi ya mwenyekiti wao wa taifa. Amani sasa imetamalaki katika eneo hili la Kagera. Wajukuu zako wanakula keki. Wanakula keki katika mahafali yao ya kuhitimu shule ya awali. Hongera sana mtukufu Rais. Hongera sana Watanzania katika kata ya Makurumla. Bado tunakuhitaji na tutaendelea kuwa na wewe. Tutaomba usiku na mchana ili Mungu aendelee kukulinda. Asanteni sana, karibuni sana. Kwa majina naitwa Mwalimu Elizabeth William Molel. Leo kuna nini mwalimu? Leo kuna graduation mahafali.
Hongereni sana. Asante sana. Mahafali haya ni vijana wangapi ambao wanahitimu leo? Katika mahafali haya wanaohitimu ni vijana 25. Hongereni sana. Asante sana. Wote ukisema wanahitimu na maana wanaweza kuhesabu 1 mpaka 10 na kuandika majina yao, wanaweza? Ndio, wanaweza kabisa. Hongereni sana. Sasa unapenda kuambia nini wazazi wa maeneo haya Magomeni? Napenda kuwaambia wazazi wa maeneo haya karibuni sana katika shule yetu, lakini pia elimu kwa mtoto ni haki yake. Hakikisha kwamba mtoto anapata elimu ambayo ni haki yake ya msingi. Wazazi wakitaka kuja, shule hii ipo sehemu gani ya Magomeni? Shule yetu ipo katika kata ya Makurumla, Magomeni, Kagera. Kwa majina naitwa Justin Joakim Mmasi, ni msimamizi wa kituo cha watoto wadogo ambao ni Nasare, ambao tunajishughulisha na kulea watoto wadogo kwa ajili ya kuandaa kwa ajili ya masomo ya msingi. Leo kuna nini hapa? Naona kama kuna shamra, kuna furaha. Kwa siku ya leo tuna mahafali ya watoto ambao tumekuwa nao hapa kwa kipindi cha miaka 2, na leo hii wanahitimisha elimu yao ya awali hapa kwetu na kwenda kujiunga na masomo ya shule ya msingi. Na leo ni mahafali ya ngapi? Leo ni mahafali ya 7 toka kuanzisha kwa kituo chetu. Kwa hiyo unasemaje, kama amani isingekuwepo shughuli hii leo ingefanyika? Kwanza awali ya yote namshukuru Mwenyezi Mungu aliyotujalia afya njema, na vile vile tunashukuru serikali yetu kwa kuweza kuturudishia amani na kutuwekea amani, na ndio maana tukaweza kufanya mahafali haya kwa siku ya leo. Asante sana. Naona wazazi wanaonekana kuwa na furaha. Vipi kuhusu elimu yenu mnayoitoa, wazazi wanasemaje? Kwa kweli kwa elimu yetu tunatoa elimu iliyo bora pamoja na malezi kwa watoto yaliyo bora, na ndio maana mpaka siku ya leo tuko na wazazi hapa na wanatuunga mkono kutokana na elimu yetu na malezi yetu. Na kwa mwaka huu tunaweza kutoa wahitimu wahitimu 24 ambao wanaenda kuanza masomo ya msingi. Hongera sana. Mwaka huu mnatoa watoto 24. Ndio. Na mwaka jana mlitoa watoto wangapi? Mwaka jana tulitoa watoto 20. Hongereni sana. Kuna tofauti ya watoto. Sasa wamehitimu au wametimiza wajibu wa kumaliza muda wa kusoma? Wamehitimu elimu ya awali, lakini bado wataendelea na masomo ya shule ya msingi. Wajibu wa kusoma huko pale pale. Unasemaje, unawaambiaje wazazi watakao kusikiliza kuhusu ubora wa elimu yenu na kuhusu taratibu za upokeaji wa watoto wapya? Karibu. Baada tu ya mahafali haya tunaanza kupokea watoto kwa ajili ya 2026, watoto wadogo. Tunawaandikisha, mzazi anafika shuleni, tunakuwa na vipeperusho vyetu ambavyo tunatoa baadhi ya sehemu mbalimbali kwa lengo la kumfikia kila mzazi. Asante sana, nikushukuru mwalimu. Kwa hiyo unasema unaishukuru serikali kutokana na amani iliyopo, kweli? Ndio. Kwa hiyo unatoa wito gani kwa wazazi kuhusu watoto wao na kuishi kwa amani? Na wito kwa wazazi ni kwanza ni waaminishe wazazi amani ipo, waendelee kuwapeleka watoto shule na waendelee kuwapa elimu ya kutosha, na elimu yao sio mwisho hapa tu. Amani ipo na waendelee kuwa na amani. Asante sana, ubarikiwe. Asante. Kama ulivyotangulia kuzungumza mwenezi wangu kwamba tupo hapa kwa ajili ya mahafali ya shule yetu ya Pickford Nursery School. Shule hii kama alivyozungumza ina miaka 10 na hapa. Kulikuwa na mwanzilishi tayari, Mwenyezi Mungu amemchukua, ametangulia, badala yake kachukua Bwana Justini, ndio sasa hivi anaendelea shule hii. Lakini naona bado maendeleo yako mazuri, kama hivyo tunavyoona leo vijana wetu hawa wanahitimu nasari, wanaenda
primary. Bado mwaka hiyo. Mimi nashukuru sana shule hii kwa kweli. Shule hii mimi ninavyojua mwanangu wa pili amesoma hapa. Jina naitwa Justin Masi, ni mkuu wa shule ya Pickford Nursery School. Siku hii ya leo tuna tukio ambalo limetukutanisha hapa ambalo ni la mahafali ya watoto wetu ambao siku ya leo tuna wahitimu 25 ambao walianza shule 2022 na leo wanahitimu 2025, takribani ya miaka miwili. Ndugu mgeni rasmi, umati unaouona hapa mbele yako siku ya leo ni umati wa wazazi ambao tumekuwa nao bega kwa bega katika shule hii. Tumeshirikiana nao vizuri. Sasa shule yetu ni ya mtu binafsi, lakini nguvu kubwa tunapata kutoka kwa wazazi ambao naona hapa siku ya leo. Mnaowaona hapa mbele yetu ni ambao ndio wahitimu wetu ambao tumekuwa nao, ambao siku ya leo tunawaaga rasmi kwa ajili ya kwenda kuendelea na elimu ya msingi. Kwa kile walichokipata hapa ndani ya miaka miwili, tunaamini kinatosha kwenda kuanza elimu yao ya msingi. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, kwa rehema zake na utukufu, leo hii siku ya Jumamosi tumeweza kukusanyika katika viwanja hivi vya shule ya Pickford iliyopo hapa katika jengo la Chama cha Mapinduzi la tawi la Kagera kwa ajili ya kufanya kongole kwa vijana wetu ambao wamehitimu elimu ya awali. Lakini kabla hatujaendelea chochote, jambo kama hili tunapolianza tunatakiwa lazima tumkabidhi Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye ndiyo kila kitu. Mwenyezi Mungu amejalia amani na utulivu katika maeneo yetu. Ningewaomba tu tusimame ili tumuombe Mwenyezi Mungu ijapokuwa kwa dakika moja, kisha tukae ili jambo letu liende kwa salama na amani. Wazazi, naomba tusimame. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, uliyeumba mbingu na ardhi na ukatandika bahari na vilivyomo katika ardhi hii, sisi waja wako leo hii tuko hapa kwa ajili ya kusherehekea kuhitimu na kumaliza masomo ya awali kwa vijana wetu hawa waliopo hapa zaidi ya 22. Mwenyezi Mungu tunakuomba na tunakabidhi kwao juu ya hiki walichokipata. Basi Mwenyezi Mungu ukipe manufaa huko wanapokwenda katika shule za msingi, basi wafanye vizuri kama vile walivyokuwa wakifanya vizuri walipokuwa katika shule hii. Tunakuomba haya yote kwa baraka ya mitume wetu ambao wewe uliituma katika ulimwengu huu. Amin, amin, amin. Kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu ametukutanisha saa hizi tukiwa na afya. Pili ni washukuru mwalimu wa shule hii ndugu Justin kwa kutualika na kuniteua mimi kuwa mgeni rasmi katika mahafali ya watoto wake ambao wanaomaliza shule ya awali wanakwenda shule ya msingi. Ndugu zangu wazazi, mwalimu leo ametimiza majukumu yake ya kimsingi kabisa kwa kushirikiana na nyinyi kama wazazi ili kuhakikisha watoto hawa anawatoa utongotongo ili angalau waweze kuanza katika shule za msingi wakiwa salama na afya njema. Ndugu zangu wazazi, kilichobakia mbele yetu sisi kama wazazi, tunahitaji tuwaendeleze hawa watoto ili waweze kufika mbali zaidi. Kama alivyotangulia kusema katibu wangu, katika hii shule ni shule ya siku nyingi sana katika jengo letu hili la Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo vijana wengi wametokea hapa, na hususani hata kijana mwingine ambao wakatibu wangu ametokea hapa na leo hivi kwa Ujerumani anafanya shughuli zake, lakini ametokea katika nasari yetu hii. Kwa hiyo tusidharau sana hii shule, na vile vile tuwape ushirikiano sana walimu wetu hawa. Wanajitahidi kufanya kazi kubwa sana kuwalea hawa watoto kama wanavyowalea, kwa sababu wewe mzazi, mtoto leo unamleta toka asubuhi mpaka saa 11 unamkuta yuko salama na yuko mzuri na ana afya tele, amekula, amepata usingizi wa mchana. Lakini leo hii tunafanya mahafali. Naona wazazi wengi sana mmeandaa zawadi kwa ajili ya watoto wenu, lakini sijaona zawadi hata kidogo kwa ajili ya walimu ambao walofanya kazi kubwa ya kuwalea watoto wetu mpaka leo wanafikia hatua hii, leo wanahitimu, kuja kuwapa zawadi. Kwa hiyo ndugu zangu wazazi, siku nyingine tena tujiandae na zawadi za walimu,
kwa sababu hawa walimu wana kazi kubwa sana. Wewe mzazi unamleta mtoto hapa asubuhi, unaondoka zako kazini kwako. Kwa maana hiyo kwamba yeye mwalimu anafanya kazi ya kumfundisha na anafanya kazi ya kumlea na kila kitu. Wewe ukirudi katika kazi yako saa 10, 11 unamkuta mtoto hapa yuko salama, unarudi zako nao nyumbani, analala tu asubuhi yuko hivyo. Lakini sasa leo tunafanya mahafali kwa ajili ya kumaliza watoto wetu wanakwenda darasa la kwanza. Angalau hata kidogo tungeonyesha mfano kwamba wazazi mmejiandaa kidogo na zawadi kwa ajili ya kuwapa walimu ambao wanaokaa na watoto wetu. Lakini vile vile mimi nilikuwa nawaomba kama wazazi tushirikiane sana na walimu hawa kutatua changamoto za watoto, kwa sababu watoto hawa wana changamoto nyingi. Kwa hiyo unapoitwa shuleni, mwalimu anapokuambia kuna tatizo, na vile vile kuna wazazi wengine wanachelewesha ada kulipa. Utakuta mtu ada kuilipa ya mtoto wake imekuwa shida, tena shida kweli kweli, mpaka kwa kuvutana. Kwa hivyo mwalimu mwenyewe kwanza mkumbuke haya majengo pamoja ni ya Chama cha Mapinduzi, lakini yeye amepanga, anatakiwa alipe kodi, awalipe walimu. Lakini hizo hela zinatoka miongoni mwenu nyie wazazi, kutokea hawa watoto wetu ambao wao wanachukua elimu kwao. Lakini walimu na wazazi, unapoitwa swala la ada ikifika mwisho wa mwezi imekuwa shida. Maana mpaka namuonea huruma Justine, mwalimu mkuu. Anadaiwa kodi, anatakiwa alipe kwenye control number kwenye chama, ananiambia wazazi hawajanilipa mpaka sasa hivi. Sasa nataka wazazi tubadilike kipindi kinachokuja. Na hawa watoto kama mtapeleka kwenye hizo shule ambazo wanazoita academy, na hakikisha kwamba kabisa najua kwamba kuna ada za serikali kuanzia 400,000. Lakini hizo nyingine 1,000,000 mpaka 1,800,000, 1,600,000. Lakini naamini kabisa kule usipolipa ada mtoto anarudi nyumbani. Lakini Justine hapa alikuwa anamfundisha hata kama ada hojalipa, mpaka leo amefikia kuhitimu. Kwa hiyo niwaombe sana wazazi, kwa sababu tuko nyuma ya muda sana, tushirikiane na walimu wetu, tuwaenzi, tuwapende, tuwajali, tuwathamini, kwa sababu wana changamoto kubwa sana wanazopitia kutokana na watoto wetu. Kwa sababu kwanza wanapokea watoto wakiwa kwenye umri mdogo, wanawalea, wanawatunza, wanawasomesha mpaka hii leo. Mtoto kama huyu tutakuja kusikia hapa jinsi wanavyosoma, maendeleo yao yamekuwa mazuri kabisa. Kwa hiyo naombeni sana wazazi, tushirikiane na tupendane na walimu, ili muje kuangalia hata mara moja, mara 2, 3. Sio mkija asubuhi mnabwaga watoto mnaondoka, lakini siku nyingine njooni tu vile vile mje muone walimu, muulize kuna changamoto gani walimu, kuna nini, walimu watakwambieni. Kwa hiyo naombeni sana wazazi wangu, nafikiri wenzangu washazungumza, hali ya usalama ni nzuri wala haina shida. Tuendelee kuchapa kazi. Hiyo 9 Desemba tutakaa kwa amri ya Mwenyezi Mungu, tutapita salama, wala hakuna vurugu wala nini. Baada ya kusema hayo, shughuli nimeifungua. Asanteni sana. Ambao Mwenyezi Mungu amewajalia kukaa katika nasari hii ya Pickford takriban miaka 2. Kwa sababu gani nasema tuna furaha? Kwa sababu mtoto ameliaso amekuja hapa haelewi chochote. Leo hii tulimkabidhi Justine, leo hii Justine anatukabidhi watoto wetu ikiwa tayari wanauelewa. Ndugu zangu, elimu ya awali ni elimu ngumu sana, kwa sababu umemtoa mtoto nyumbani ajui hata kusoma leo hii mwanao anakusomea maneno kwa kuunganisha, ni faraja kubwa. Una haki ya kumsifu mwalimu ambaye waliokuwa wakiliaso na watoto, kwa sababu maisha ya mwanadamu au pambanaji anaanza sasa hivi. Huyu anaenda awali, anaanza darasa la kwanza. Hapa ndo sehemu ambayo kutengezea maisha yake ya elimu. Ila mzazi sasa hivi bwana Justine anavuka madaraka, anakukabidhi mzazi mtoto akiwa na uelewa tayari. Wenzangu, ndugu zangu, kipindi kilichopita kama wiki 2, wiki 3 tulikuwa na changamoto ya maandamano. Naomba kwa sasa hivi wametuambia tena watakuja tena tarehe 9 kufanya jambo lile lile tena. Nawaomba jamani,
Tuipongeze serikali yetu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Mama yetu Samia Suluhu anajitahidi kadri ya uwezo wake na Mwenyezi Mungu anavyomwezesha. Nchi yetu ni nchi ya amani. Tujaribu sisi sote kuilinda amani hii, tuweze kuwa nayo na iweze kudumu. Kwani tumeona wenyewe hali tuliokuwa nayo ndani ya siku 2 mpaka wiki moja. Tulikuwa watu wa kuishi ndani bila kutoka nje, hatuwezi kutoka kwa wakati, mambo yetu yalikuwa ni magumu. Bado kidogo tu tumesalia tufe kwa njaa. Je, hali hii tukitaka iendelee, kweli tutakuwa si ni binadamu? Tutaishi katika mazingira gani? Niwaombe ndugu zangu, wazazi wenzangu, tuwaase vijana wenzetu, hao vijana wetu hao waache kupokea maneno yasiyofaa. Kwani haya maneno wanayoyapokea wao hawataweza kuwasaidia kitu chochote. Sana sana itawapa athari wao kutoweza kufanya kazi zao kwa wakati na wala kupata riziki zao. Waliona kama bodaboda wamepewa shilingi 200, lakini ile 200 imeweza kuathiri kwa kipindi kirefu. Mafuta walikuwa wananunua lita moja shilingi 15,000, na hata wakipata mafuta kwa shilingi 15,000 bado walikuwa hawawezi kufanya kazi zao kwa uzuri. Wakitoka kidogo risasi zimepigwa, wakifanya hivi mambo yametokea ya ajabu. Kwa kweli tuzidi kuasa vijana wetu wasijiingize kwenye makundi yasiyofaa. Tushikamane wote kwa pamoja na tumpongeze rais wetu, tuipongeze serikali yetu. Jamani, amani ni kitu muhimu sana. Amani yetu ni nzuri. Tusiipoteze amani yetu. Amani hii tukiipoteza kuja kuirudisha kwa kweli ni gharama kubwa sana. Tuendelee kuilinda, tuendelee kushikamana, tukemee vitendo vyote vya ajabu ambavyo vinajitokeza mbele yetu, mbele ya sura yetu, mbele ya serikali yetu. Asanteni sana. Kwa majina naitwa Stella Kagenda, ni mzazi wa Kenzo ambaye anasoma mahali hapa kwenye shule yetu hii nzuri ya Pickford. Binafsi napenda kwanza kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo. Ametuwezesha, tumekuwa tuna uzima na watu wetu pia wana afya njema katika kuweza kusherehekea siku yao ya siku ya leo wanapoenda kuhitimu masomo yao ya chekechea. Umesema shule hii inaitwaje? Inaitwa Pickford. Unaonaje maendeleo katika shule hii? Kiukweli maendeleo ya shule hii ni mazuri. Kwa sababu watoto wetu wanalelewa katika mazingira mazuri na wanapata elimu ambayo ni bora zaidi. Binafsi kwa sababu mwanangu alianza hapa akiwa hajui kusoma wala kuandika, lakini namshukuru Mungu kwa juhudi za walimu, wamemwezesha anaweza kusoma, anaweza kuandika na kujieleza, na mpaka hata interview ambazo amefanya mbalimbali za kwenda darasa la kwanza, nashukuru Mungu amefanikiwa kufaulu. Kwa hiyo mzazi yeyote anaweza kamudu gharama zao? Ni gharama nafuu sana sana. Ni kutokana, kwanza unajua kwamba elimu ni gharama. Na hata gharama ambayo yani kwa gharama ambayo wanatoa walimu hapa yani ni gharama ambayo ni chini kabisa ambayo mzazi yeyote anaweza kumsomesha mwanafunzi. Haya, asante sana. Kwa hiyo kama kusingekuwa na amani mwanao leo angeweza akafanya graduation? Bila shaka asingeweza. Kwa hiyo unaishukuru serikali? Tunashukuru pia serikali kwa kuzidi kufanya amani tunayo. Zaidi tu izidi kuzidisha hiyo amani ambayo tupo nayo na kwa wananchi wote kwa ujumla. Shule ambayo ipo kwenye jengo la CCM hapa Kagera. Shule yetu hii inafundisha vizuri tu. Tunawashukuru walimu zetu kwa kuwafundisha vijana wetu vizuri. Mpaka leo hii wengine wanafikia hatua ya kufanya gradu kwa kujiandaa na kuelekea shule za msingi ambako wazazi wao walipowaandikisha. Kwa kupitia nafasi hii na waomba wazazi wengine ama walezi wenye watoto basi waleteni kwenye shule hii. Shule na mafundisho mazuri, shule ina amani, shule na walimu ambao wenye maadili mema. Ni shule ambayo haina misingi ya kidini. Kwa hiyo aliye Muislamu, aliye Mkristo, mwanawe ama kijana wake, mjukuu wake ama anayemlea anaweza kumleta hapa kwa ajili ya kupata elimu.
kisekula, na yote haya yanafanyika baada ya kuwa na amani. Amani ni jambo zuri, amani ni jambo la heri, kwani pasipokuwa na amani hata ibada inashindikana kufanyika. Hebu chukulia ndugu zetu wa Sudan maisha yao yalivyo, chukulia ndugu zetu wa Saudia ni wa Somali maisha yao yanavyokwenda, na maeneo mengine kadha wa kadha. Kukosekana kwa amani, basi napo pia hata elimu inakosekana, kwa sababu hata dini pia inatuhimiza tuwe na amani. Basi ni kwa nawaomba wazazi, walezi wenye watoto wao wawafikishe hapa. Shule yetu ni nzuri, haina matatizo aina yote. Ada yake ni bei nafuu kabisa, bei na dada ambayo kwa Mtanzania mwenye hali ya chini kama mimi naiweza kuimudu, maana nailipa. Kwa hiyo nasi tunabika. Asanteni sana.